Mtazamaji, karibu kwenye studio zetu, karibu tena kwenye Mwenge wa Kaunti. Hivi sasa tukiingia katika sehemu ya mazungumzo, kama nilivyotangulia kusema hapo awali kwamba leo tunazungumzia siasa za idadi. Inamaanisha nini kumwona mwanasiasa mwenye hulka, mwanasiasa tajika akiwa na wafuasi wengi wakati wa kampeni kama tunavyoshuhudia kwa sasa? Lakini je, hiyo inamaanisha kwamba zile ndio zitakazokuwa kura zake wakati wa uchaguzi mkuu, ama inakuwa namna gani? Hivi sasa viongozi mbalimbali wako mbioni, wengine wanadaiwa kugawanya chama kwa misingi tofauti, lakini tunaona kila mara kukichipuka mwanasiasa ambaye anajitokeza kupinga serikali ya Rais William Ruto, anaonekana kuwa na wafuasi wengi. Je, hiyo inamaanisha nini katika uchaguzi mkuu? Hapa studioni kutusaidia katika mazungumzo yetu tunaye Mheshimiwa Kipruto Kirwa, aliyewahi kuwa waziri kuanzia mwaka 2002. Karibu sana katika studio zetu. Asante. Pia tuko naye wakili ndugu yetu Chesa, yuko pamoja nasi. Ken, karibu sana katika studio zetu. Na tuko naye Daktari Tom Wolf, mtafiti wa miaka mingi na uzoefu mkubwa katika kuweza kutambua na kung'amu nani atakuwa rais, nani atakuwa gavana kupitia idadi zinazotolewa na wananchi, sio idadi zake yeye. Bwana Tom Wolf ni mtafiti mkuu kutoka kampuni ya Tifa. Karibuni sana katika studio. Nafikiri vyema nianze na wewe Mheshimiwa Kipruto Kirwa, manake umekuwa katika safu za kisiasa kwa muda mrefu, umeweza kupigia darubini hali iliyoko kwa sasa hivi. Tumeweza kuona katika mikutano ya hivi punde tu katika migawanyiko ya chama cha ODM, wafuasi wanaonekana kukimbilia sehemu ambapo panaonekana kuwa na joto kubwa zaidi au joto jingi la kisiasa. Hiyo ina maana gani katika safari ya kisiasa, hasa ambayo ni safari ya sasa hivi mwaka 2026 hadi 2027 kwa mtazamo wako? Asante. Kwanza ningependa kutoa shukrani kupata nafasi hii. Asante. Kuwatembelea tena. Asante. Nimekuwa mbali nanyi kidogo, lakini nashukuru Mungu tumekutana leo. Na pia tunashukuru kwa ujio wako pia. Jambo la pili, idadi ya watu ambao ama mkusanyiko ya watu ambao wanaingia katika mikutano mbalimbali. Unaweza kuwa na watu wamekuja kutazama viongozi vile watazungumza na pile watakashifu wale ambao wako katika serikali. Lakini ile jambo ambalo itakuwa muhimu sana kwa hao watu ambao wamekuja kwa mkutano ni wangapi wametia imani yao, wameweka imani yao kwa wale viongozi ambao wamekuja. So inategemea mambo mengi, matayarisho mashinani kwa vyama mbalimbali, pia watu kutoa sera ambayo inaaminika kwamba yale ambayo yanasema watatenda baada ya kupata nafasi ya uchaguzi. Kwa hiyo ukiona mkusanyiko ya watu ni sawa, lakini yafaa kila kiongozi akienda katika hadhara azungumze yale ambayo wanaona ni muhimu kuhusu nchi. Kwa miaka mingi sana vyama mbalimbali wamekuwa na matayarisho mashinani kupitia agents wao na wale ambao ni wafuasi wao wa karibu. Hiyo ndio inaweza kuhamasisha umma, kwa maana ukishazungumza na wao waende nyumbani, kuna pia mazungumzo baada ya mkutano ya wanasiasa. Na hiyo ndio muhimu sana, vile wa Amerika husema chochote ambayo inafanyika wakati candidate hayuko, hiyo ndio itakuwa siasa kamili. Pengine kama mwanasiasa, kabla sijauliza ndugu zetu wengine, iliwahi kutokea wakati wewe ukiwa unawania kiti cha ubunge kwamba wanasiasa wafuasi wakawa wengi, lakini sivyo ilivyotokea wakati wa kupiga kura? Inategemea, wamekuja kwa maana wamelipwa. Wengine ulipa watu kuja wanabeba watu, wanalipa watu. Wengine wanakuja kusikiza vijekesho, labda we mtu mcheshi ambao unapenda kuchekesha watu, lakini watu wanachukua hatua ya kupigia kura ama kutopigia kura baada ya mkutano wako. Naam. Wakili Chesa, kama anavyozungumza Mheshimiwa Kipruto Kirwa, hivi sasa tunaona cheche za maneno zinaongezeka kadri ya jinsi viongozi wanataka kusikizwa. Kinyume na wanavyozungumza Kenya Kwanza ni kwamba wao wana sera tayari za kutosha ambazo wanawauzia wananchi. Wanadai upande huu mwingine hawana sera. Kwa mtazamo wako, sera zinauza na kupelekea wafuasi kuja kwa wingi katika mikutano, au haijalishi sera yoyote ile, ila tu kwa sasa hivi ikiwa kiongozi amesimama kuipinga serikali, basi atakuwa ni mwenye kusikika?
Kwanza tuelewe kwamba siasa za humu nchini kabla ya mwaka wa 2002 zilikuwa ni siasa za ukandamizi, kwamba serikali haikuruhusu upinzani hata kuandaa mikutano ya sera na kuwauzia wapenda upinzani sera tofauti ama sera mbadala za serikali. Na utatazama kwamba mwaka wa 2002 wakati mabadiliko yalitarajiwa na wengi, umati uliojitokeza ulikuwa ni umati uliotaka kusikiza sera mbadala na umati uliotoka kufanya mabadiliko. Ndiposa ulikuwa unaona watu wengi wanajaza ule uwanja wa Uhuru Park kwa muungano wa NARC. Lakini KANU wakitisha mkutano, kulipwa kulikuwa kujaanza kuwa kwingi, Uhuru Park haingejaa. Kufikia mwaka wa 2007 siasa zikawa sasa ni za uhasama, kwamba hata wale walijitokeza kwa sababu mfuasi wao amepata shida mahali. Kumbuka baada ya chungwa kuna wale walipiga chungwa 2005 kwenye kura ya maoni kuonesha kwamba mtu wetu hakufanyiwa kile alichotaka. Kumbuka LDP ilisema kwamba NARC iliwasaliti. Kwa hivyo ikawa ni kura ya revenge, kura ya uhasama. Na kutokea pale 2007 sasa tukaanza kupoteza mwelekeo wa sera, upande unafanya mkutano wa kisiasa. Unakumbuka kwamba aliyekuwa kiongozi wa ODM Baba Mtajika alikuwa anasimama, na hata kabla ya sera raia wana vifijo na nderemo haya na angemaliza dakika 10 bila kusema sura yoyote, lakini wananchi wanaenda nyumbani wakiwa wamefurahi mno kwamba tumemsikiza nini, tumemsikiza baba. 2013 tukajitokezea tena sera nyingine ambayo ni ya kununua umati, kwamba ukitaka umati hebu ununue. Ule mchakato wa kwenda ICC na zile mikutano za maombi zilikuwa ni mikutano asilia za umati ambao umenunuliwa. Tufanye maombi, tupinge ICC, tupige huyo. Na kutokea pale wanasiasa wakaona kwamba kumbe kuna faida kwa kununua umati. Unaponunua umati, kwanza unawapoteza watu wengine ambao hawakufika. Wanadhania kwamba una uungwaji mkono mkubwa, na watu wawili watatu wanaweza sema kwamba yule aliye na watu wengi hata sisi na tutamuunga mkono. Leo hii kumeharibika zaidi, hata kanisani viongozi na wataka kura wananunua waumini, kwamba nyinyi si wa Katoliki lakini asubuhi nendeni kule kanisa. Tumeona kule Kiambu kina mama ambao wanafanya kazi kwenye bar wamepewa vitambaa vya siwa, wanawake wa Katoliki, na wameketi mbele, hawajui hata ishara ya msalaba upigwa namna gani, kwa sababu kiongozi wao atakuja kuhudhuria misa hivyo. Kwa hivyo leo hii umati wa kisiasa hauzingatii sera, umati wa kisiasa hauonyeshi ushawishi wa mwanasiasa. Daktari Tom Wolf, nafikiri hapa ndio nafasi yako inakujia sasa. Kama anavyozungumza wakili, ni kwamba huu umati hauna chochote unachofuata pale, sio sera bali tu waonekane, kwa sababu kitu kimoja kinachojitokeza ni kwamba wameagizwa kufika pale, wamesafirishwa kufika pale, ama wamenunuliwa kufika pale. Lakini kuuliza swali hili, umeona mikutano ya juzi inaongozwa na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna pamoja na wabunge wengine kadhaa huko Kakamega na hata Kitengela, kwa sababu hao ndio wamejitokeza kwa sasa. Upande wa upinzani United Opposition tumeona kwa muda na idadi yao, na hata Kenya Kwanza na UDA. Lakini hiki kikosi kipi ambacho kimezuka kutokana na mgawanyiko wa ODM kinakueleza nini kama mtafiti wa hesabu za watu wakati wa kura? Je, ni idadi ya watu ambao wanaweza kushikilia msimamo wa upinzani ulioko ODM, ama wanafuata upepo tu kwa sasa hivi? Bila kufanya utafiti ya kikamilifu ni kubahatisha kidogo kujaribu kujibu swali kama hilo. Lakini kwanza niseme, kama wewe unatumia mkono wako wa kulia kuandika au kula chakula, sio kusema hakuna wakati wowote unatumia mkono wa kushoto. Yani hata ikiwa upande huu wa kulia unatumia zaidi mkono, hata huu mkono wa kushoto uko na kazi saa ingine. Kwa hivyo ni kama kusema mtu akihudhuria mkutano anaweza kufanya hivyo sio kwa sababu moja pekee. Yani kwa sababu amepewa pesa au ameahidiwa
baada ya mkutano atapewa chakula ama nini. No. Inaweza kuwa watu wengi huenda kwa hii mkutano kwa sababu zaidi ya moja. No. Pengine wanataka hata ikiwa hawatapewa kitu kwa tumbo au kwa mfuko. No. Wanataka kusikiliza hao viongozi au wagombeaji wakati wa uchaguzi, kujua wako na sera za aina gani, wako na mawazo ya aina gani, yani kuinua hali ya maisha. Wakipewa kitu kwa mfuko pia ni sawa, lakini sio kusema lazima umeenda umehudhuria mkutano huo kwa sababu moja pekee. Na kulingana na utafiti sisi TIFA tulifanya mwezi wa 11, kuna sehemu moja ya maswali tuliuliza watu, je, tangu uchaguzi uliopita mwaka 22 umewahi kuhudhuria mkutano wowote wa kisiasa? Robo, yani zaidi ya 500 ya wahojiwa wetu walisema ndio. Wengine wamehudhuria mkutano moja, wengine mikutano miwili, mitatu, hata na hizi. Sasa kati ya hawa wote ambao walisema walihudhuria hata mkutano moja, tukawauliza, ulipewa kitu chochote kama zawadi au shukran kuhudhuria hata kabla hujafika kwa mkutano? Baadaye nusu ya hawa walisema ndio, walipewa kitu, kama ni pesa, kama ni chakula, kama ni nguo, sijui kitu kingine chochote. Lakini makosa yetu kidogo tulifanya katika orodha yetu maswali, hatukuwauliza wale ambao hawakupata kitu kama walikuwa na tarajia kupata au waliambiwa mkifika utapewa kitu, halafu hii ahadi ilitupa. Hatukuuliza. Tukirudia maswali haya kuhusu kuhudhuria mikutano, tunaweza kuongeza swali, lakini kwa jumla ni kusema zaidi watu wengi wanaokwenda katika hii mkutano kuhudhuria wanapata kitu ama kuahidiwa watapata. Sio kusema, lakini kurudia kwa ile mfano wa kwanza, hawana haja kujua hao viongozi watasema nini. Pengine walikuwa navutwa sana na maongeo, lakini pia kulikuwa na kulipwa au kupewa kitu. Nipe mtazamo wako, kwa sababu mna uzoefu wa kuwahoji wananchi, na ni swali ambalo pia nitamtaka Mheshimiwa Kipruto aweze kuzamia. Unapoona watu sasa hivi wamechangamka katika huu msukumo ambao umeletwa na Sifuna katika mikutano Kitengela na Kakamega, sijui kwengine watakapoendelea, ina ishara kwamba lengo lao pengine sio kusikiza sera. Sasa ile inamaanisha kwamba wale wanaosikiza ni wafuasi wa chama cha ODM ama ni wananchi tu wamechanganyika kuweza kusikiza viongozi wengine ambao wanaleta sauti tofauti katika ulingo wa kisiasa? Ya, pengine mimi nataka kumsikiza vile Mheshimiwa atajibu kwanza, alafu nitaongeza chumvi yangu. Yeah. Swali hilo kwa sababu yaonekana ni kama moto sasa hivi unafukiwa, unaendelea kushika moto, lakini hujui kwamba kama ni sera zimewapeleka pale ama ni kitu gani, kwa sababu ukisikiza sauti za wale kina Sifuna wanapozungumza, kauli ni mbili. Kwanza, kukataa muungano na serikali ya Rais William Ruto. Pili ni kuhakikisha kwamba Rais William Ruto hashiki hatamu ya pili. Yeah. Sasa kuna mambo mawili kinzani pale. Ikiwa anazungumzia wafuasi wa ODM, watasikiza nini? Watasikiza kwamba wanamtaka rais asishinde uchaguzi, na pili wanataka uongozi ubadilishwe kutoka kwake Daktari Oburu Odinga uende kwa wengine ambao ni vijana. Kwanza nimefuatilia mikutano kama 3 ya Mheshimiwa Edwin Sifuna. No. Mkutano wa kwanza ilikuwa upande wa Busia, ambao wadadisi wengine walisema labda ilichangiwa na fedha ya aliyekuwa rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Lakini ukiona umati yenyewe ni umati ambao ni watu walikuwa na msisimuko, walikuwa na haja kusikiza hawa viongozi watasema nini. Baadaye nikaona hii ya Kitengela, na pia ilikuwa kama ile ya Busia, ngawaje hii ya Kitengela ilikuwa kubwa kuliko ile ya Busia. Na ya tatu nikafuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho mkutano wa Kakamega. Na katika mawazo yangu nikajua Mheshimiwa Rais Ruto wakati alikuwa anapigania kiti ya urais alitoa matarajio makubwa kwa wananchi wa Kenya. Wale watu wa mashinani, wale watu wa wheelbarrow, wale vijana wa bodaboda, mahasla wakajihisi kwamba watakuwa na maisha bora zaidi kuliko wakati uliopita. Na shida katika siasa
huwa wanasema katika marketing, nitasema kwa kimombo, under promise but over deliver, lakini yeye ali over promise but he has under delivered. Kwa hiyo kuna mkusanyiko ya hisia mbalimbali. Wengine wanaona kama they were let down. Yule ambaye alikuwa ameahidi hakufikia hiyo matarajio, na pia wengine wakaona ameenda kinyume na maagizo ambayo alitoa kwa umma mbele ya uchaguzi ya mwaka 2022. Kwa hiyo kuna mkusanyiko ambao tunaita kwa Kiingereza frustrations, failed ambitions, yote inakusanyika na wanatafuta ni sauti ya nani inaweza kututoa kwa haya mambo. Kwa hiyo na jambo la tatu, kila generation ina viongozi wake. Kuna wakati tulikuwa tunavuma katika nchi hii tukiwa na miaka 40, labda miaka 45, 50, lakini sasa sisi tunategemea tu ile historia ambayo labda tulipata wakati huo, tukiwasiliana na watu kama Dr. Tom, lakini kusema kwamba sisi tunaweza kutia msisimuko kwa vijana ambao hata labda wengine wajui nini sisi ni wakina nani, inachukua muda. Kwa hiyo imefika wakati ya vijana hao wakina Babu Wino, wakina Sifuna na wengine ambao wako katika hiyo umri wa miaka 40 mpaka labda 50, hiyo wako upinzani au hata serikalini. Yes. Ni wakati wao, watu wanaona ni wakati wetu no. Kwa maana watu wajiona kupitia viongozi wao. Bila shaka. Ndio wakati mwingine baraza la mawaziri ni kama sura ya Kenya. Ukiona baraza la mawaziri unaona kuna mtu kutoka Coast, kuna mtu kutoka Western, kuna mtu kutoka Northeastern. Hiyo ni kuonyesha sura ya Kenya iko katika serikali. Na kama hiyo sura ya Kenya iko katika viongozi wa sasa, watu wamekuwa wakitafuta viongozi wao. Kwa hiyo msisimuko na tarajia imechangiwa zaidi na si sera na mazungumzo ya viongozi vijana. Yes. Kuna mawili kama naweza kumwongezea Bwana Kirwa, upande wa umati wa watu kuhudhuria mikutano. Kwanza, hata ikiwa umaarufu wa hii serikali wa broad based kulingana na utafiti wetu ulipanda kiasi tangu mwezi wa 8 hadi mwezi wa 11, lakini bado haifiki nusu ya Wakenya wote. Kwa hivyo ikiwa kuna mkutano ya watu wa upinzani kujaribu kupaka matope serikali iliyoko, kama hakuna mvua nyingi ama nini, si vigumu kupata watu wengi kuhudhuria mkutano wako. Kwa sababu kama Bwana Kirwa amesema, kuna watu wengi hata ikiwa walikuwa na tarajia maisha yao kuboreka kiasi gani wakati tulikuwa tunaelekea uchaguzi uliopita, kuna watu wengi wako very disappointed. Yani matumaini yao hawakutekelezwa ili walikuwa nafikiria au kuwa na hakika itakuwa haikutokea. Kwa hivyo si vigumu kupata watu wengi, lakini pili, ukifanya survey, ukihoji hao watu wote, wengine ni watu wasio na kazi. Watu wakiwa kazini na maisha yao ni bora zaidi, hawana nafasi. Kama wewe Bwana Nimrod, wewe yuko kazi sahihi. Kama Sifuna yuko jirani hata hapa Kilimani au Kileleshwa wapi, huwezi kutoka, maana wewe uko aner na sisi. Na ni kweli, kwa hivyo si rahisi. Hata ukitumia mfano wa jana, mkutano uliokuwa Kisii, wale waliojaza mkutano wa Gusii ambao ni siku ya Jumatatu, utakuta kwamba ndio kuna baadhi ambao wako kazini, lakini kuna idadi kubwa ambao ni watu ambao pengine hawako kazini. Kwa hivyo wanajikuta wako katika mikutano ya kisiasa. Kwa hivyo kwa jumla si kushangaa ati kuna watu wa upinzani wanakuja kupaka serikali matope na malalamishi yao na nini kupata watu wengi. Pili, ukichunguza kila mtu kuuliza wewe umesajiliwa kupiga kura, utapata kiasi gani ya hawa. Wengi na vijana wamekuwa na miaka ya kutosha tangu uchaguzi uliopita, pengine hawajaenda kwa IEBC vituo vyao kusajiliwa. Kwa hivyo kuhudhuria kuongezeka
kwa kongamano ya mkutano, sio watu lazima wote kupiga kura wakati wa uchaguzi mwaka ujao. Wakili, IEBC kwa sasa hivi imetoa idadi ambao wamesajiliwa kuwa 90,000 peke yake, idadi ambayo ni ndogo, ambao pengine hata ni idadi ambayo pia mgombea urais wowote wa chama chochote haiwezi kutegemea kwa sasa hivi. Licha ya hayo lakini, hem, tuzungumzie mgawanyiko ulioko ndani ya chama cha ODM, kwa sababu inaonekana kwamba sasa hivi ni kana kwamba kujipiga kifua kutokana na idadi. Hakuna anayeuza sera pale isipokuwa idadi, kwa sababu kama ni sera, wana ODM tayari wako ndani ya broad based, wale vigogo ambao wanadai kwamba tuko serikalini na hatutaondoka. Kwa hivyo sera zao ni kana kwamba ni sera za Kenya Kwanza, hawana njia ya kuziuza tena. Wale waliokuwa katika upinzani, hakuna sera wanayouza kwamba tukiingia mamlakani, tukifaulu, tutajenga hiki ama hiki. Kwa hivyo sasa hivi inaonekana ni ubabe wa umati ama ubabe wa idadi. Nasema hivyo kwa sababu gani? Ukiangalia upande wa ODM ambao unaongozwa na Daktari Oburu Odinga, imelazimu vigogo wakuu, hata mawaziri, kuhusika sasa katika kufanya ODM kuonekana kwamba inatafuta mwamko mpya. Wote wako katika gari moja. Kusema leader ground ni kwamba wanahofu kwa sasa hivi baada ya kuondokewa na kinara wao na pia mgawanyiko, ni kwamba idadi yao itapungua. Upande huu mwingine wa kina Sifuna unaonyesha kwamba sisi ndio nguvu mpya, tunataka vijana na wengine wengi watuamini. Inamaanisha nini kuhusiana na idadi ya umati ama watu, haswa katika mgawanyiko wao mpasuko tunaona katika ODM? Kwanza, siasa za chungwa, chama cha chungwa ni siasa ambazo tunafaa kuzielewa kuwa alipokufa Bwana Raila Odinga aliacha chama, wanachama, wafuasi wa chama na wapendezwa wa chama. Wanachama ni wachache, idadi ya wafuasi wa chama ni nyingi kuliko idadi ya wanachama. Kwa mfano, nilikuwa mfuasi wa Raila Amolo Odinga tangu kuzaliwa kwake kisiasa na hadi alipoaga, lakini sijai kuwa mwanachama wa ODM. Na wale wanaokereka leo kwamba Oburu ndiye kinara wa ODM, sio wanachama tu wa ODM, pia ni wafuasi wa Raila Amolo Odinga ambao wanadhania kwamba legacy yake ingeendelezwa na mtu mwingine. Kwa hivyo Raila Odinga alipoaga alikuwa safari ya kwenda Kanani, lakini baada ya kuaga kwake, baadhi ya uongozi wa chama ulirekebisha, wakapanda basi ya kwenda Singapore. Kwa hivyo ni vita vya wale wanaoenda Kanani na wale wanaoenda Singapore. Wale wanaenda Singapore wamepata gari mpya, gari ambalo lina friji ndani, gari ambalo lina mfupa ndani, unaweza kula hii kule hii, ambao wanasiasa wamewataja kama wanatumbokrasia. Katika lugha ya Kiingereza kimpito kwamba ni tumbocrats, Kiswahili ni tumbokrasia. Kwa hivyo wale wanategemea ni nini kilicho kwenye serikali chao. Ndiposa utapata mawaziri wa upande wa ODM au wataalamu. Mbadi amesikika akisema kwamba msipo munga mkono broad based, nitapoteza kiti changu kama waziri wa fedha na hamtapata waziri tena. Ni ubinafsi ulioje. Kwa hivyo ni vita baina ya wanademokrasia na wabinafsi. Ukirejea siasa ya sera sasa hivi, ndugu yangu Nimrod, iwapo una sera hauna wa kusikiza ile sera, kwa sababu mtu hawezi sikiza sera akiwa njaa, mtu hawezi sikiza sera hajapeleka mtoto shuleni. Mtu ataenda heri apewe shilingi 100 apate chakula kwa mkutano wa serikali kuliko kusikia mtu wa upinzani asiyekuwa na chochote. Sisi sote tunajua kwamba David Maraga ni mwanasheria mweledi mno ambaye sifa zake zimeenea kote. Lakini ukimwona kwenye mkutano, umati wake ni kama wale wa Katoliki njia ya msalaba. Wachache sana, unaweza wahesabu. Ilhali ana sera ambazo tunapaswa kumsikiza. Kwa hivyo leo hii utakuwa na umati, aidha kwa sababu ya msisimko wa kirika. Kumbuka kuna rika fulani ambao msisimko wao ni upinzani tu. Nani anapinga hizi sera, tunaenda kumsikiza. Na pia utakuwa na umati kulingana na nafasi yako kwenye jamii. Kwa mfano, nitakupatia mfano. Hawa magavana unaowaona, wakuwe ni gavana wa Nairobi, gavana wa Kakamega, Bungoma, wanapoenda mkutano, wana wafanyikazi mashinani. Wale wanaitwa kazi mashinani. Kila mtaa wameajiri watu 10. Kuna wale community health volunteers, CHVs. Gavana anapeana ujumbe kwamba nitakuwa mkutano kwa ile maeneo, wale wafanyikazi wote wa serikali ya jimbo
wakuje hapo. Kwa hivyo gavana anaanza na watu 1500 tayari watalipwa mwisho wa mwezi, wanamfanyia kazi na hakuna kazi wanafanya. Kazi yao ni kuhudhuria mikutano ya gavana na kupiga makofi ama kupigia kelele wapinzani wa gavana. Kwa hivyo huwezi taja kwamba umati wa kisiasa, mkutano wa kisiasa leo hii utakupatia nafasi ya kuuza sera. Tumeona watu wazuri wenye wana sera wakipigiwa kelele kwenye mikutano, kwenye kanisa, kwenye matanga, kwa sababu wapinzani wao wasiokuwa na sera, japo wana hela na nafasi, wamepata hela za kununua wafuasi kwenye hayo matanga kumpigia kelele mwanasera. Umesikia wabunge mara ngapi wakisema kwamba kizungu mingi bunge haitakusaidia, wacha kizungu wajaluo waongee. Hawajui kwamba ni kupitia kwa kizungu ambapo sera na sheria za nchi. Wakati Kipruto Kirwa alikuwa ni mbunge kule Cherengani, watu wa Cherengani walikuwa wanatizama wale ambao wanatafuta kura, nani kati ya hawa ana nguvu na uwezo wa kuongea bungeni na kusikizwa na kuunda sheria, na wakachaguliwa. Lakini leo hii ukienda Cherengani watakuuliza nani atapigisha watu foleni agawe pesa hadi mwisho na ingine ibaki. Huyo ndio mwanaume. Kwa hivyo lengo la mpiga kura wa kawaida leo hataki sera, yeye anataka kile atakachopewa. Na ni kosa kubwa ambalo wapiga kura wanafanya na kuja kujuta kila baada ya kupiga kura. Ni wale tu ambao wanahudhuria mkutano saa hizi ambao watajuta baada ya uchaguzi. Na ni wale tu ambao huhudhuria mkutano hata siku ya mwisho ya uchaguzi kumpigia makofi mgombea urais, ambao wanarejea uwanjani baada ya miezi 2 maandamano kwamba hujatekeleza hizi, hujatekeleza lile. Bwana Tom Wolf, nitakuja baadaye. Kuna swali ambalo ni la kizushi nataka nikuulize. Manake si kitambo sana Rais William Ruto alitangaza hadharani, na sikumbuki mkutano gani, lakini alisema anatazamia kwamba atashinda uchaguzi ujao, ama anataka ashinde uchaguzi ujao na zaidi ya milioni 2 ya kura. Nataka unieleze zinatoka wapi kama mtafiti ambayo umeweza kuchambua siasa za taifa hili kwa muda mrefu. Wakati mgombea rais anajitokeza na kusema anataka idadi fulani ya kura, inamaanisha nyinyi, kwa nyinyi ambao ni watafiti, wakati ambapo tumezungumza haya kuhusiana na umati wa watu ambao kwanza hawajajisajili kama wapiga kura, idadi yao haijaongezeka kulingana tulivyofanya kura mwaka uliopita. Hilo utanijibu tukirejea kutoka mapumzikoni. Mtazamaji, usiondoke hapo ulipo, tunaendelea kuzungumzia siasa za idadi au siasa za umati katika mwenge wa kaunti. Usiondoke hapo ulipo.